tunaanza ndugu mgeni wetu Augustine David Amuli, katibu wa UWAKA Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Tuanze kwa kuwajuza wasikilizaji wale ambao si wa Katoliki lakini pengine unatamani kuelewa zaidi kuhusiana na UWAKA. Tunapozungumzia UWAKA tunamaanisha nini hasa? UWAKA ni utume wa wanaume wa Katoliki ambalo kwa jimbo letu ndani ya miaka mitatu ndio limeeleweka zaidi. Miaka ya nyuma ilikuwa inajulikana kama UWADO, wakiwa na maana utume wa wanaume wa Katoliki Dodoma. Lakini baada ya tamko na maelekezo na miongozo ambayo inatuliwa na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, basi maeneo yote tunatambulika kama utume wa wanaume wa Katoliki. Ndio. Sawa, pengine tunapozungumzia UWAKA inahusisha wanaume wa Katoliki kuanzia umri gani hasa? Basi utume huu wa wanaume wa Katoliki katika katiba yetu ya UWAKA ambayo kwa bahati nzuri kitaifa ilizinduliwa hapa Dodoma kwa mwaka jana tarehe 13 mwezi wa 9. Katika katiba hiyo ukurasa wa 4 unaeleza UWAKA, mwana UWAKA ni yule mwanaume ambaye ametimiza miaka 18 na kuendelea. Lakini awe ni mwanaume ambaye anatambua wajibu wake na majukumu yake katika malezi ya familia. Kwa hiyo huu ndio umri halisi wa UWAKA. Japo kwa upande mwingine inachanganya. Na mimi nataka nije niulize swali huko mbeleni. Ndio, kwamba vijana wa Katoliki nao wanashangaa kwa nini iwe miaka 18. Kumbe wao wana bahati, kwa lugha nyingine tunasema viwawa wao wanaanzia miaka 14. Ikiwa na maana nao ni wale ambao tunaita vijana wetu wafanyakazi wa Katoliki. Katika miaka hiyo wao wanaweza kuwa kama baba, kwa sababu tunaamini mtoto wa kiume na miaka yetu sisi wazee miaka 18 mtu alikuwa na familia. Ndio, ni kweli. Ndio maana bado hata vijijini ukienda sasa hivi miaka 18 kijana ana familia. Kwa hiyo yule ni moja kwa moja ni mwanaume Mkatoliki ambaye tunaamini sasa kwa nafasi yake anaweza kuwa UWAKA na anaweza kuwa kiwawa au viwawa. Kwa hiyo kwa maana hiyo basi miaka 18 ndio miaka halisi. Na tunaamini tunaanza kuingiza hiyo hamu ya kutumikia kanisa kwa majukumu halisi ya ubaba miaka 18. Kwa hiyo basi hiyo isiwaletee mkanganyiko vijana wetu. Ana nafasi hizo mbili, anaweza kuwa baba kwa upande mmoja tukiita UWAKA, lakini anaweza kuwa viwawa kwa upande mwingine. Lakini akishafikisha miaka 35 kama viwawa katiba yao inavyosema, huyo tena sio kijana tena, sio kiwawa. Moja kwa moja anakuwa ni baba.